Wafahamu watakatifu 7 waliotangazwa Papa Leo wa 14 tarehe 19 Oktoba mwaka huu 2025. Namba 1, Mama Carmen Lendres. Alizaliwa mwaka 1903 na kufa mwaka 1977. Ni mwanamke kutoka Venezuela aliyeishi maisha ya kiroho yenye mzizi katika Ekaristi na upendo mkubwa kwa maskini. Alianzisha shirika la watumishi wa Yesu mnamo mwaka 1965 lililojikita katika elimu na huduma za kijamii. Alitangazwa mwenye heri mwaka 2018 na alielezwa kama mwanamke aliyejazwa na upendo wa Mungu. Ni mwanamke wa kwanza kutoka Venezuela kutangazwa mtakatifu. Namba 2, Jose Gregorio Hernandez. Alizaliwa mwaka 1864 na kufa mwaka 1919. Anaheshimiwa kama daktari wa maskini. Alikuwa daktari kutoka Venezuela na mshiriki wa shirika la Franciscani wa Lei. Alihudumia maskini bure na aliwapekea wagonjwa wa Ekaristi Takatifu. Alifariki kugongwa na gari alipokuwa akimsaidia mgonjwa. Alitangazwa mwenye heri na Papa Francisco mwezi Aprili mwaka 2021 na anapendwa sana Amerika ya Kusini yote. Namba 3, Bartolo Longo. Alizaliwa mwaka 1841 na kufariki mwaka 1926. Ni mwanasheria kutoka Napoli, Italia, aliyewahi kujiingiza katika ushirikina na upagani wakati wa masomo yake. Alibadilika kabisa baada ya kukutana na padre wa shirika Mtakatifu Dominiki. Alisaidia sana na alijikita katika kueneza ibada ya Rozari Takatifu. Alijitoa kuhudumia mayatima, maskini na wakulima. Alitangazwa mwenye heri na Papa Yohane Paulo wa Pili mwaka 1980. Namba 4, Maria Tricanti. Alizaliwa mwaka 1883 na kufariki mwaka 1969. Ni dada wa shirika la Wasalesiani. Aliishi maisha ya utume miongoni mwa watu wa asili wa Ecuador. Alijulikana kama muuguzi, katekista na mama kwa wote. Alijua kuunganisha imani na sayansi na kuwa alama ya tumaini kwa maskini zaidi. Alitangazwa mwenye heri mwaka 2012 na akachukuliwa kuwa mtume wa upendo wa kimisionari. Namba 5, Vicenza Maria Poloni. Alizaliwa mwaka 1802 na kufariki mwaka 1855. Ni mtawa kutoka Italia na mwanzilishi wa masista wa Roma, Sisters of Mercy, akivutiwa kwa mfano mtakatifu Vincent de Paul. Akiwa ni mtoto wa 12 kati ya ndugu 12, alijitoa kuhudumia maskini, wazee na wagonjwa sugu. Kauli yake ilikuwa kumtumikia Kristo katika maskini, na huu ndio ulikuwa msingi wa shirika lake. Alitangazwa mwenye heri mwaka 2008. Namba 6, Peter Roth. Alizaliwa mwaka 1912 na kufariki mwaka 1945. Anahesabiwa kama ishara ya kanisa katika bahari ya Pasifiki. Alikuwa katekista na baba wa familia aliyejitolea kulinda imani ya Kikristo na ndoa. Wakati wa ukatili wa Kijapani, alikamatwa kwa kuhudumia maskini na wagonjwa. Kisha akauawa kwa sumu gerezani kwa kukataa kuacha imani na kukubali ndoa za wake wengi. Namba 7, Ignatius Choko Allah. Alizaliwa mwaka 1869 na kufariki mwaka 1915. Alikamatwa wakati wa mauaji ya kimbali ya Armenia. Alikataa kuikana imani ya Kristo na kuuawa pamoja na waamini 415. Ni mfano wa uaminifu wa Kikristo hata katikati ya mateso makali. Aliwatia moyo wafungwa wenzake wasimwache Mungu hadi pumzi yao ya mwisho. Kama usiponifollow leo, uende kani mara yako ya mwisho kuniona. Nifollow kwa mafundisho mengi zaidi ya imani. Pia usahau kufuata mitandao yetu mingine ya kijamii kama vile YouTube, Facebook na Instagram kwa jina la Oscar Mkatoliki, kusudi tuinjilishe kwa pamoja. Mtumishi wenu mdogo ni Sister Hili Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.